Laana ya mzaliwa wa kwanza. Utanisomea Yoshua 6 mstari wa 26 na Wafalme wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 34 kwa wale mnaoandika. Laana ya mzaliwa wa kwanza. Kwa maana rais mzaliwa wa kwanza ni yule anayetoka kwenye tumbo la mama wa kwanza. Alafu anafuata wengine. Yule anaitwa mzaliwa wa kwanza. Haleluya. Mzaliwa wa kwanza ni mlango. Mzaliwa wa kwanza ni mlango. Yeye ndiye anafungua mlango kwa ajili ya wengine kuzaliwa. Yeye ndiye anafungua mlango kwa ajili ya wengine kupita. Mlango ukiwa mzuri utapitisha vitu vizuri. Mlango ukiwa mbaya utapitisha vitu vibaya. So, katika familia yako, fanya unaloweza kulifanya, hakikisha mnapata nafasi ya kumuombea na kumsaidia mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza anahitaji maombi sana. Maana shetani huwa anamwinda sana ili aharibu familia nzima. Shetani anawinda sana mzaliwa wa kwanza ili aiharibu familia nzima. Lakini pamoja na hayo, Mungu anawekaga plan B. Akiona hii familia ameikusudia kwa mambo makubwa. Hii familia ameikusudia kwa familia ya kifalme, familia ya kikuhani. Mungu anatengenezaga mzaliwa wa kwanza mwingine. Ndio maana kuna kitu kinaitwa mzaliwa wa kwanza kwa haki na mzaliwa wa kwanza kwa cheo. Yuko anayetoka tumboni kwa mama kama mzaliwa wa kwanza. Ametoka kama mzaliwa wa kwanza. Lakini Mungu akiona huyu mzaliwa wa kwanza hajasimama vizuri kwenye nafasi yake, Mungu anatafuta mzaliwa wa kwanza mwingine wa kiroho. Anampa majukumu ya kwa ajili ya ile familia. Anampa majukumu kwa ajili ya kubeba ile familia. Huu ni mpango wa Mungu kwa ajili ya kusaidia familia fulani, kwa ajili ya kumsaidia mtu fulani, kwa ajili ya kusaidia nyumba fulani. Soma Biblia yako unaweza ukapata ushahidi wa watu wachache. Yusufu hakuwa mtoto wa kwanza. Daudi hakuwa mtoto wa kwanza. Lakini kwa sababu Mungu alikusudia ule ukoo, Mungu alikusudia ile familia, akawapa kubeba majukumu ya familia, akawapa kubeba majukumu ya nyumba. Daudi mtoto mdogo anapakwa mafuta ya kifalme tena mbele ya ndugu zake. Yusufu huko wakatikati huko chini, si mtoto wangapi, lakini anakuja kupewa responsibilities za kuikomboa familia na taifa kwa ujumla. So Mungu akiona yule mzaliwa wa kwanza aliyetoka tumboni kwa kawaida kabisa kama wa kwanza hajasimama kwenye nafasi yake, Mungu anajitengenezea mtoto mwingine. Utajuaje kama ni mzaliwa wa kwanza kiroho? Sifa ya kwanza, kutakuwa na conflict of interest bila nyewe kujua kati yako na yule aliyezaliwa kwa cheo kutoka tumboni mwa mama. Yaani kwa mfano, huyu nyumbani kwetu ni mtoto wa kwanza, amezaliwa wa kwanza kwa mama. Sawa? Alafu mimi labda ni watatu. Hello? Punga mkono kama unanielewa. Na kuna joto leo linatujaribisha. Sema fire we joto. Huyu ametoka tumboni kwa mama wa kwanza. Lakini hajakaa vizuri na Mungu. Na Mungu anataka kuitumia familia yetu. Mungu anataka kuifanya familia yetu kwa familia ya kifalme au familia ya kikuhani. Kwa hiyo Mungu anaangalia mtoto wa pili, wa tatu, anaangalia pale yupi ambaye anaweza kabeba jukumu la familia. Yupi ambaye anaweza kasaidia hichi kizazi. Kwa hiyo Mungu anamchomoa mwingine yeyote, alafu anaanza kumpanga, anaanza kumtengeneza, anaanza kumfua. Sasa rohoni inaanzaga conflict kati ya huyu na huyu. Utashangaa huyu anampiga vita huyu bila sababu, au huyu na huyu anapambana. Angalia Daudi anawapelekea ndugu zake chakula, wanaanza kumtukana. Una kerere, umeacha kondoo, umekuja kuangalia vita. Daudi akasema, nimekosea nini? Hamjajua nimekuja kuleta ukombozi. Hamjajua nimekuja kumshusha Goliati. Yes. Wewe ambaye Mungu amekusudia kasimame kwenye nafasi yako. Oh yes. Hello? Kwa hiyo hii conflict ikitokea, wewe kama mzazi lazima ujue kinachogombaniwa hapa ni nini. Kaangalia habari za Yakobo na Esau. Walianza conflict tangu tumboni. Mmoja anatoka akakamata mguu, where are you going? So laana ikitamko kwa mzaliwa wa kwanza inaweza ikaathiri familia nzima. Inaweza ikaathiri watoto wote kwa sababu ule mlango ni mbaya. Mlango mbaya unapitisha vitu vibaya. Mlango mzuri unapitisha vitu vizuri. So pata nafasi ya kumwombea mzaliwa wa kwanza. Ikibidi uwe na mbariki. Ikibidi mpake na mafuta. Usipite mwezi unamuita. Piga magoti chini, mpiga anointing oil. Huyo ndio amebeba hatima ya familia. Sasa ikitokea conflict kama hiyo hapo, yule mzaliwa wa kwanza wa kiroho na yule mzaliwa wa kwanza mwingine, ikitokea conflict ya namna hii, wewe kama mzazi lazima ujue kinachopambaniwa sio kitu cha kawaida. Kinachopambaniwa ni kitu cha kiroho. Wanaweza wakagombania kitu kidogo sana. Wanaweza wakabishania kitu kidogo sana. Sasa wewe lazima ujue kwamba hapa vinavyogombana ni vitu vya ndani. Waombe. Baadaye maji na mafuta yatajitenga. Huyo ambaye labda ni mdogo anaweza akafanya vizuri kuliko yule aliyezaliwa kwa cheo. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Pigia Yesu makofi. Nisome Yoshua chap.
Yoshua 6 mstari wa 26, maandiko yanasema, naye Yoshua akawapisha kiapo wakati ule akasema, na laaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza. Kwa nini anasema atakapoanza kujenga? Atakapoanza kujenga ataweka msingi, atafiwa na mzaliwa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu anajua akipiga kwenye mlango, akipiga mtoto wa kwanza, amefanya mass destruction. Sasa ishia hapo, twende kwenye ile Wafalme. Hii laana ilitamkwa miaka mingi sana. Akainuka alipotoka mtu mmoja akaanza kujenga. Anaweka tu msingi, mtoto wa kwanza akafa. Laana ilitamkwa. Ndio maana nawaambia tena, laana ikitamkwa haionekani pale pale. Madhara yake yaonekani, matokeo yake yaonekani, lakini yapo, yanasubiri wakati. So usiwe kafikiria uko sawa, hautaki kuomba, hautaki kuja kanisani, unafikiri uko sawa. Laana inasubiria miaka 4. Laana inasubiria miaka 5. Itakapoanza kufanya kazi, matokeo atakapoanza kuonekana, msaada utaupata, maana inakuwa too late. Ni bora uombe sasa hivi, ni bora ujitenge sasa hivi, ni bora ufute hizo laana sasa hivi. Yesu akusaidie. Nisome hiyo Wafalme. Katika siku zake Hieli Mbetheri akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abilamu mzaliwa wake wa kwanza. Anaanza tu msingi mtoto wa kwanza anakufa. Huyo hajui, huyo ametoka zake, alipotoka amepata pesa, anajenga ule mji, ule ukuta wa Yeriko. Ukuta ambao ulivunjwa, ulibomolewa, na Yoshua akatamka laana, asinyanyuke mtu kujenga, akijaribu haya mpate. Ni laana ngapi zimetamkwa kwenu bila kujua? Ni laana ngapi zimetamkwa kwenye familia yako hujui? Unanyanyuka unaishi, unanyanyuka unaoa, unanyanyuka unaolewa, unanyanyuka unafanya biashara, haujui. Kabla hujaingia kwenye ndoa, kabla hujaingia kwenye biashara, kabla hujaingia kwenye kazi, chochote kile, mwambie Mungu, ikiwa kuna laana ilitamkwa, naomba nisihusike nayo. Naomba ifutike, naomba isionekane kwa watoto wangu na kila kitu changu. Kuna wakati tunaingia kwenye mtego ambao hatujui, na Mungu akusaidie leo, tutakwenda kuomba. Amen. Wakati kuna pigo moja ambalo lilitokea kwa Farao, kama unakumbuka kwenye Bible, kuna pigo lilitokea la kuua nani? Wazaliwa wa kwanza. Kwa nini kunakuwa na association kubwa na wazaliwa wa kwanza? Mzaliwa wa kwanza ni mlango. Mlango mzuri unapitisha vitu vizuri. Mlango mbaya unapitisha vitu vibaya. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, naomba nitambulishe, naomba nithibitishe, nipo tayari kuifanya hii kazi. Laana mzaliwa wa kwanza isinipate. Ikiwa yeye hajafanya vizuri na wewe, Mungu nipo tayari kuyabeba majukumu kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya taifa. Baba, nipo tayari. Naomba unitumie, naomba unipe nafasi kwa damu ya Yesu. Sasa umeomba, si umeomba? Ukipewa ile jukumu utaliweza? Utaliweza? Unafikiri ni rahisi? Watakuja watu wanahitaji wasaidie. Mzaliwa wa kwanza wa Mungu wa kiroho ambaye amepewa hiyo access na Mungu mwenyewe, anakuaga na roho ya huruma. Anakuaga na roho ya kusaidia wengine. Anakuaga na roho ya kuona watu wanaumia, anakuwa yuko tayari kujitoa, anakuwa yuko tayari kujisaidia. Peleleza roho yako, inaweza? Inaweza? Au anakuja mgeni naambia unatubana bana, unaondoka lini? Mungu akusaidie. Sema napokea hiyo neema. Napokea hiyo katika jina la Yesu. Laana ya ndoa. Laana ya ndoa ni laana ambayo inatokea kwenye baadhi ya familia. Hakunaga ndoa. Kwenye baadhi ya familia hawawezi kukaa kwa maana ya ndoa. Baba alioa akaacha, akaoa tena akaacha, mwisho akaamua kukaa mwenyewe. Huyo ameshindwa na huyo anashindwa. Huyo ameshindwa na huyo anashindwa. Sasa kabla ya kuingia kwenye ndoa kujitengenezea matatizo na wewe ya kushindwa, usikubali. Omba kwanza. Vunja kwanza ile laana ya kwenye familia. Ukishaivunja ndio na wewe sasa uchukue maamuzi ya kufanyaje? Ya kuingia. Hiyo ni rahisi na imeeleweka kwa urahisi. Sema amen. Ya 6 inaitwa indirect curse au laana isiyo wazi. Indirect curse au laana isiyo wazi. Mwanzo 4 mstari wa 11. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Hapa aliyelaaniwa sio Kaini. Kilicholaaniwa ni nini? Ni ardhi. Lakini laana iliyotamkwa kwenye ardhi inamhusu nani? Kaini. Anaambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Utakapoilima haitakupa mazao. Alafu mbele anaendelea anasema utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na makao duniani. Kwa nini mtoro? Hii laana imetamkwa kwenye ardhi, lakini inamhusianisha na nani? Na Kaini. Anaambiwa utakapoilima haitakupa mazao yake. Mstari wa mbele anaambiwa utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na makao duniani.
Kaini akamwambia Mungu, hii haibebeki, hii ni nzito, watu wakiniona wataniua. Mungu akamwambia no, hakuna atakayekuua. Atakayekuua atalipizwa mara 7. Kwa maana rahisi ni kama vile utateseka lakini hautakufa. Ni kama utateseka, kufa ufi, ile cha moto utakiona. Laana imetamkwa juu ya nini? Juu ya ardhi. Ndugu yangu nisikilize. Inawezekana nyumba unayoishi ile ardhi ilishalaaniwaga. Inawezekana ofisi unayofanyia kazi ile ofisi ilishalaaniwaga. Ndio maana maisha yako yamekuwa ya mikosi, yamekuwa ya shida, hayaendi, kila siku unarudi nyuma. You are not moving. Why? Kuna laana ilitamkwa. Kwa hiyo hii ni laana ambayo haiko wazi. Yaani haijanyoshwa moja kwa moja, imepitia kona fulani. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. We nani unayetembea juu? Anaambiwa utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na makao. Kwa nini hili swala la utoro limeunganishwa hapo? Kwa nini swala la kutokuwa na makao limeunganishwa? Ni kwa sababu binadamu wote tunatembea juu ya nini? Juu ya ardhi. Kinachotokea ni kwamba ardhi inakukataa. Ardhi ikikukataa, hakuna mahali utakubalika. Utaenda kufanya biashara Bagamoyo, wanakukitimua. Utaenda kufanya biashara Chalinze, wanakutimua. Kwa sio wao, ni ardhi. Ardhi imekutema, ardhi imekutapika. So kabla hujafanya biashara, kabla hujalima, nenda kaiombele ardhi, nenda kaikomboele ardhi. Mwambie Bwana, inawezekana ulifanya kafara, inawezekana ulifanya damu, mimi nataka niitumie hii ardhi kwa faida.